Karibu mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi. Taarifa iliyotufikia hivi punde ni kwamba meli ya Uholanzi yashambuliwa na Wahouthi kutoka nchini Yemen, ambapo watu takriban 19 wameweza kuokolewa huku majeruhi wakiripotiwa. Taarifa inasema kwamba frigate za Jumuiya ya Ulaya chini ya operesheni ya Aspids zimefanikiwa kuwaokoa mabaharia 19 wa meli ya mizigo ya Uholanzi Mina Vagch baada ya chombo hicho kushambuliwa kwa makombora na Wahouthi kutoka nchini Yemen. Wahouthi walirusha makombora kutoka Yemen kwa lengo la kuhujumu biashara ya Ulaya na pia kama ishara ya kuunga mkono kundi la wanamgambo la Hamas nchini Palestina. Shambulio hilo liliwajeruhi mabaharia wawili, mmoja wao akijeruhiwa vibaya na kulazimisha meli hiyo kusitisha safari yake katika Ghuba ya Aden kabla ya kuingia Bahari Nyekundu. Jenerali Sanch Klech wa Ireland, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kijeshi ya Umoja wa Ulaya, alithibitisha kuwa Mina Vagch kwa sasa inawaka moto na kuelea hovyo kando ya pwani ya kusini mashariki mwa Yemen. Kwa mujibu wa kituo cha Uingereza cha ufuatiliaji wa masuala ya baharini UKMTO, matukio mawili yaliripotiwa tarehe 29 Septemba ambapo meli iligongwa na kombora lisilojulikana na kusababisha moto ndani ya chombo, lakini vile moshi na milipuko vilionekana umbali wa maili 128 kusini mashariki mwa Aden. Ingawa haijathibitishwa rasmi, chombo kilichoathiriwa kinahusishwa na Mina Vagch yenye bendera ya Uholanzi. Uokoaji uliofahamika kwa jina la Solas ulihusisha meli mbili za kijeshi za Ulaya, moja ya Kigiriki na nyingine ya Kifaransa, pamoja na helikopta ya kijeshi ya Ufaransa. Operesheni ilikamilika asubuhi ya Septemba 30 na kufanikisha kuokoa watu wote waliokuwa ndani ya chombo. Ripoti za awali zilitaja kuwa mabaharia wa meli hiyo walitoka Filipino, Urusi, Sri Lanka na Ukraine. Wale ambao hawakuumia walihamishwa kwenye frigate za Ulaya, huku majeruhi aliyeumia vibaya akipelekwa kwa haraka hospitali nchini Djibouti kwa helikopta ya Kifaransa. Licha ya mafanikio ya operesheni, swali linaloibuka ni kwa nini Mina Vagch haikuomba ulinzi wa meli za Ulaya? Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, meli hiyo tayari ilikuwa imeshambuliwa bila mafanikio na Wahouthi mnamo Septemba 23. Kukosa ulinzi wa mapema kulisababisha meli za Ulaya kuingilia kati baada ya tukio pekee. Aidha, mamlaka za bandari za maeneo huru ya Djibouti zimethibitisha kwamba tarehe 30 Septemba zilipokea manusura wa shambulio hilo. Bandari ya mwisho kutembelewa na meli hiyo kabla ya tukio ilikuwa Durban, Afrika Kusini, ikielekea katika bandari ya Dorale Multipurpose Port ya Djibouti. Tukio hili linaangazia kwa mara nyingine changamoto kubwa zinazohusiana na njia ya bahari ya kupitia mfereji wa Suez, njia muhimu kwa biashara ya dunia. Operesheni Aspids iliyoanzishwa Februari 2024 tayari imesaidia kuongoza salama meli nyingi za mizigo kuelekea kaskazini. Kwa miaka mingi, eneo la Djibouti limekuwa kitovu cha kijeshi kutokana na nafasi yake ya kistratejia karibu na mlango wa Bab el Mandeb unaounganisha Ghuba ya Aden na Bahari Nyekundu. Mataifa makubwa kama Ufaransa, Italia, Marekani, Japan na China tayari yana kambi ya vifaa vya kijeshi nchini humo, ikionyesha mvutano wa nguvu katika ukanda huu wenye umuhimu mkubwa wa kibiashara na kiusalama. Mtazamaji wa Zone Media, Wahouthi kutoka pale nchini Yemen bado wanazidi kuwa tishio katika Ghuba ya Aden baada ya kuweza kushambulia meli zote zinazopita katika maeneo hayo. Kufuatia taarifa hii ni kwamba Wahouthi wamefanya pia mashambulizi katika taifa la Israel, mashambulizi ambayo yalisababisha uwanja wa ndege Ben Gurion pale Tel Aviv kuweza kufungwa, lakini kushambulia baadhi ya maeneo mengine katika taifa la Israel. Lakini katika mashambulizi haya Wahouthi wameelekeza mashambulizi moja kwa moja kwenye eneo la Ghuba ya Aden, ambapo sasa wameweza kupiga meli ya Uholanzi iliyokuwa ikipita katika eneo hilo. Katika eneo lile la Ghuba ya Aden, meli nyingi za kibiashara zimekuwa zikipita, na Wahouthi kutoka nchini Yemen wamekuwa wakionya kwamba meli yoyote inayopita katika ukanda ule, iwe meli ya kimagharibi, iwe meli ambayo inatoka Israel, basi itashambuliwa tu, haiwezi kuachwa salama. Kwa muktadha huo, Wahouthi kuweza kuthibitisha mashambulizi ambayo yanaweza kupelekea sasa hali ambayo inakuwa ya taharuki kubwa, huku wenyewe wakisema kwamba mashambulizi ambayo wanayafanya wanaunga mkono wanamgambo wa Hamas, lakini vile kuunga mkono raia wa Palestina ambao sasa hivi bado kuna mushkeli kweli wa vita katikati mwa Gaza City, ambapo taifa la Israel linazidisha mashambulizi yake katika eneo hilo. Hali ya taharuki inazidi kuweza kutanda katika eneo hilo, huku kukiwa kuna tishio kubwa sana, ambapo sasa hivi Jumuiya ya Umoja wa Ulaya wameweza kuweka escort ya ulinzi dhidi ya meli ambazo husafirisha mizigo kutoka katika maeneo hayo kuingia katika maeneo ya Ulaya.
Sasa Wahouthi wametumia chachu hiyo ni kama kushinikiza kile ambacho kinajiri katika ukanda wa Gaza kuweza kusitishwa mara moja ili kuweza kuruhusu mambo mengine kuweza kuendelea. Na mara nyingi Wahouthi kwenye mashambulizi yao ambayo wamekuwa wakiyafanya kwenye kutarget zile meli ambazo zinapita katika eneo hilo, wamekuwa hawakosei, wamekuwa na shabaha nzuri ya kuweza kufanya mashambulizi katika meli hizo ambazo zinapita katika eneo la Ghuba ya Aden. Jambo ambalo linapelekea taharuki kubwa, lakini tafrani kubwa inaweza kutokea, lakini na wasiwasi kuweza kuongezeka katika eneo hilo. Huku Wahouthi wakizidisha mashambulizi katika eneo hilo, bado viongozi wa Wahouthi akiwemo Abdul Malik al-Houthi anasisitiza kwamba watazidi kuweza kufanya mashambulizi, huku chachu ikiwa ni uanzilishwaji wa taifa la Israel wa kuweza kushambulia Gaza, na ndio maana Wahouthi wameweza kufanya mashambulizi mengi katika eneo hilo. Lakini vile vile kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya Israel katika taifa la Yemen, Wahouthi wanaita kile ambacho ni kujibu mashambulizi ya Israel ambayo mara kadhaa yamekuwa yakipiga sana na kuweza kusababisha mauaji ya waandishi wa habari, lakini mauaji ya raia kwa ujumla, lakini vile vile na viongozi wa Kihouthi kutoka pale nchini Yemen, ambao sasa kwa namna moja ama namna nyingine nazidi kupelekea mvutano kuweza kuongezeka katika Mashariki ya Kati kwa ujumla. Mtazamaji, ukiutazama Mashariki ya Kati, mtazamo wake kwa sasa hivi ni sehemu ambayo imechafuka mno, yani wakati wote mashambulizi yanaweza kusikika, huku jumuiya ya kimataifa ikishinikiza kwamba Gaza iweze kupatikana amani, Rais Trump kutoa ceasefire plani yake kwa Hamas pamoja na Israel kwamba waweze kukubaliana katika matakwa ambayo yamewekwa kwa maslahi sawa, waweze kukubaliana, huku Hamas hivi sasa ikiwa inapitia, na ndio kitu ambacho kitawafanya Wahouthi waweze kusitisha mapigano katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati kwa ujumla na kupelekea amani kuweza kupatikana katika ukanda wote. Baada ya hii meli ya Uholanzi kuweza kushambuliwa, lakini ripoti kuweza kutolewa kama majeruhi ni wawili, lakini vile vile na watu 19 kuweza kuokolewa kufuatia msaada maalum ambao unajumuisha Umoja wa nchi za Ulaya zinazopitisha bidhaa katika eneo hilo. Sasa taarifa rasmi kutoka kwa Wahouthi kuweza kuthibitisha hiki ambacho wamekifanya hajaweza kutoka, lakini huwa wana utaratibu wa kutoa kupitia msemaji wao Yahya Saree. Huwa anazungumza na kuelezea kila kitu ambacho kinatokea katika ukanda ule wa Ghuba ya Aden, lakini vile vile ukanda mzima wa Mashariki ya Kati dhidi ya mashambulizi yote ambayo wamekuwa wakiyafanya katika eneo hilo. Mtazamaji wa Zone Media, kuna taarifa nyingi ambazo mtazamaji unapaswa kuweza kuzifahamu, lakini ni kuombe tu ili kuweza kufahamu taarifa ambazo tunazitoa hapa katika meza yetu ya habari kila siku, basi uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ili ujiweke karibu na sisi wakati wote, muda wowote na saa yoyote. Jina langu naitwa Victor Moshi na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Zone Media.